Wapendwa katika Kristo na Bwana na Mwokozi wetu, Shalom. Amani ya Mungu wetu iwe nasi, na Mungu wetu amekuwa mwema. Ametupatia nafasi hii nyingine tena kukutana kwa kusikia mapenzi ya Mungu. Karibuni sana popote ulipo katika kipindi hiki cha Kwikwi za Harimagedoni sehemu ya 6. Na kabla hatujaendelea, karibu tuzungumze na Mungu wetu kwa njia ya sala. Mungu wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kutuweka hai mpaka sasa. Jina hili ndilo tu lenye sifa katika kutuwezesha sisi sote kuwa mbele zako. Sasa ukanene nasi. Sasa ukatutakase kwa neno lako. Sasa ukatubariki kwa uzima wa sasa na uzima wa milele. Yote tutakayosikia yakatuandae kwa kuja kwako mara ya pili. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Kwikwi za Harimagedoni sehemu ya 6. Kumekuwepo na changamoto sana ya kokotoaji wa vipindi vya miaka 2002 kuanzia tangu dunia imeingia dhambini mpaka kuja kwa Yesu mara ya pili. Miaka 6000 ambayo ni milenia 6 iliyotokea na inayofanyika katika kokotoaji inatufanya wakazi wa dunia katika kufikiri tofauti, wengi wakijua kabisa kwa dhati miaka 6000 inapomalizika Yesu anakuja, na wengine wakiona kama unabii, na wengine wakiona kama mahesabu tu. Na hivyo kuna haja leo, kwa sababu ndani ya kokotoaji wa miaka hii 6000 maneno na hotuba na mazungumzo mbalimbali kwa watu uso kwa uso katika mitandao ya kijamii ndani ya sayari ya dunia kwa lugha mbalimbali wameelekeza inaenda kukoma mwaka 2031. Na hii inamaanisha ya kwamba Yesu anakuja 2031. Licha ya kwamba anaweza aje kabla kwa mujibu wa maelezo yao, lakini wanaona itakuwa ni kilele ambako Yesu lazima aje. Na hivyo basi, kufuatana na hali hiyo, kadhalika na upangaji wa miaka ya kumwagwa kwa Roho Mtakatifu ama mvua ya masika kama inavyotajwa na manabii katika Biblia, basi imekwisha anza. Na wengine hata wanaeleza yale mapigo ya Ufunuo sura ya 16 yamekwisha tendeka, ama wanaeleza mlango wa rehema umekwenda kufungwa sasa, na kisha mwaka kesho tu 2025 watu wanataja juu ya mnyama kutangazwa, yaani Jumapili kama siku ya ibada katika ulimwengu wa Kikristo. Hii yote inatokana na ukokotoaji wa miaka 6000. Je, ukweli wake ni upi? Karibu. Mungu wetu ni mwaminifu. Neno lake ndio kweli, na neno litatutakasa. Na hivyo toka tangu dunia imeingia dhambini mpaka Yesu anakuja, wameeleza wazi, na wanakokotoa inafika miaka 4000. Na alafu baada ya Yesu mpaka sasa tuna 2024. Kwa hivyo tunapozungumzia tangu dhambi imeingia mpaka sasa 2024, na hata itakuwa lini kufikia mwisho 6000 ya miaka ya uovu katika sayari ya dunia, ili ile miaka 1000 inayotajwa katika Ufunuo sura 20 iwe watakatifu wamekwenda mbinguni. Hii ndio ajenda kubwa sana leo, na Mungu awe nawe na awe pamoja na mimi. Imani hii ya kwamba miaka 6000 na ukokotoaji wake wote inaonekana kwamba ndio kichocheo kikubwa cha watu kuweka tarehe, kuweka mwaka, ama weka muda Yesu anakuja. Mlango wa rehema unafungwa, Roho Mtakatifu anaondoka na mapigo yanamwagika. Hii yote imetokana na hiki kikokotoo cha miaka 6000.
Sasa nini iko hapo hasa? Nini inazungumzwa hapo? Maana ndio ajenda kabisa. Ukokotoaji huu umepitia katika vipindi kadha wa kadha, ili mradi tu tunapata uhakika wa miaka 6000. Na hivyo watu wamepitia ukokotoaji huo na wamegundua kwamba 2031 Yesu anakuja. Ili tuseme ni ndio ama hapana, tutahitaji kupitia wote kwa pamoja, na Mungu wa amani awe nasi. Hatua ya kwanza ni kutoka Adam mpaka kuzaliwa kwa Shemu. Shemu ni kijana wa Nuhu. Kwa hiyo tunazungumzia kutoka Adam mpaka kuzaliwa kwa Shemu, mtoto wa Nuhu. Ni miaka mingapi? Ukokotoaji uliofanywa na baadhi ya wanaosema unaenda kuishia 6000 inaishia 2031, wamegundua kwamba ni jumla ya miaka 1558 kutoka tangu Adam mpaka kuzaliwa kwa Shem. Na kwa nini inafanyika hivi? Ni kwa sababu kwamba umri wa Adam ndio umri wa dunia, kwa maana ya tangu Mungu anapoweka uhai katika sayari ya dunia. Kwa hivyo ndipo ukokotoaji umejengwa. Na kuanzia Adam mpaka kwa Shem unapata kutoka Mwanzo sura ya 5 aya ya kwanza hadi ya 32. Hapo ndipo utapata majina. Adam akamzaa Seti, Seti akamzaa Enosh, Enosh akamzaa Kenan, Kenan akamzaa Mahalaleli, Mahalaleli akamzaa Yared, Yared akamzaa Enoko, Enoko akamzaa Metusela, Metusela akamzaa Lamek, Lamek akamzaa Nuhu. Sasa ukokotoaji ambao unawafanya wakutane na miaka 1558 toka Adam mpaka anakuja Shem, kuna changamoto iliyofanyika. Hapa kuna changamoto moja muhimu sana ambayo sote tunapaswa kuiona. Changamoto hii ni pale wanapoeleza ya kwamba Nuhu alimzaa Shem akiwa na umri wa miaka 502. Sasa kwa nini wanafikia hapo? Wanasema Shem alimzaa Arfaksad akiwa na miaka 100 katika Mwanzo 11 aya ya 10. Na Arfaksad alizaliwa ilikuwa ni mwaka wa pili baada ya gharika. Na wakati gharika inaanza, Nuhu alikuwa na miaka 600 kwa mujibu wa Mwanzo sura ya 7 aya ya 6 na ya 11. Kwa hivyo wanahitimisha wakisema Shemu alizaliwa wakati Nuhu akiwa na miaka 502, kwa sababu anaingia ndani ya safina akiwa na miaka 600. Halafu wakati anamzaa Arfaksad, Arfaksad alizaliwa baada ya miaka 2. Kwa hiyo ndio wanasema itakuwa Arfaksad Shemu amezaliwa akiwa Nuhu ana miaka 502. Hiyo ndio hitimisho lao, na wakifika hapo ndio inafanya sasa miaka ya Nuhu kumzaa Shemu, badala ya kuandika 500 wanaandika 502. Kwa hiyo kuna miaka 2 inawekwa mbele. Na imetokea wapi? Imetokea hiyo niliyoeleza ya kwamba baada ya gharika Shemu alimzaa Arfaksad miaka 2 baada ya gharika, na wakati huo Shemu akiwa na miaka 100. Sasa ikiwa anazaa kwa miaka hiyo, basi ina maana hii ndio sababu yao waseme ilikuwa ni miaka 502. Nuhu alikuwa miaka 502 wakati anamzaa Shem, na kwa sababu pale ndipo hesabu yao ilikojengwa. Sasa ninahitaji kutoa angalizo fulani muhimu sana hapa ambalo wewe na mimi unapaswa kufahamu. Kwanza nisome tu, ukisoma ile Mwanzo 5 aya 32, Mwanzo 6 aya ya 10, Mwanzo 7 aya ya 13, Mwanzo 9 aya ya 18, Mwanzo 10 aya ya 11, unaona watoto hao watatu wanatajwa kwa pamoja. Ngoja nisome tu angalau moja wapo ya aya, lakini ndicho hicho ambacho ninachozungumza. Zote zinazungumzia pale pale. Zinazungumzia pale pale katika mfululizo huu. Mwanzo 5 na ile aya ya 32. Inasema Nuhu alikuwa mwenye miaka 500. Nuhu akawazaa Shem na Ham na Yafeth. Kwa hiyo miaka 500 hiyo hapo. Lakini tumeona kwamba wakati Shemu anamzaa Arfaksad kwenye ile sura ile ya 7,
aya ya 11, katika mwaka wa 600 wa maisha ya Nuhu, mwezi wa pili, siku ya 17 ya mwezi, siku ile chemchemi zote za vilindi vikuu vilibubujika kwa nguvu, madirisha ya mbinguni yakafunguka. Na mstari wa 6 anasema, naye Nuhu alikuwa mtu wa miaka 600 hapo hiyo gharika ya maji ilipokuwa juu ya nchi. Kwa hiyo miaka 600 ndipo gharika ikaja, lakini amezaa Shem na Hamu na Yafeth akiwa na miaka 500. Sasa ukija ile sura ya 9 ile aya ya 4 inasema sura ya 9, nisome sura ya 9 aya ya 24 inasema maneno haya. Sura ya 9 aya ya 24 inasema, Nuhu akaerevuka katika ulevi wake. Kuna aya hapa nahitaji tuweze kuiona, tusome wote kwa pamoja. Ni aya ya 7, aya ya 11, sura ya 11. Tusome sura ya 11 na ile aya ya 10. Mwanzo 11 na ile aya ya 10. Na neno la Mungu linasema hivi, hivyo ndivyo vizazi vya Shem. Shem alikuwa mtu wa miaka 100 akamzaa Arfaksad miaka 2 baada ya gharika. Sasa hapa ndipo uelewa umejengwa. Amemzaa Shem, Ham na Yafeth akiwa na miaka 500. Anaingia ndani ya safina Nuhu huyo akiwa na miaka 600, gharika inakuja. Shem anamzaa Arfaksad miaka 2 baada ya gharika, na yeye Shem akiwa na miaka 100. Kwa hiyo wao wanasema ikiwa ndivyo imefanyika, basi Shem wakati amezaliwa Nuhu akiwa na miaka 502. Sasa kwa nini si kweli? Maana wanasema sio 500 wakati anawazaa, wakati anaanza kuzaa, kwa maana ya hiyo chronology hiyo wanaopiga hapo mahesabu, wanasema sio miaka 500, hiyo ni 502. Sasa ngoja nikurudishe kidogo katika uelewa huu, maana ni tatizo la uelewa na manusomaji usiozingatia neno la Mungu lilivyoandika. Nikueleze jambo hili la pekee ya kwamba ni kweli kwamba Nuhu hakuwazaa watoto kama mapacha watatu akiwa na miaka 500. Hapana. Badala yake amewazaa mmoja baada ya mwingine. Sasa kuna swala la kujiuliza, nani alikuwa kijana wa kwanza? Kwa sababu ukokotoaji wao wamejenga kwamba Shemu ndio mtoto wao wa kwanza, mtoto wa Nuhu wa kwanza. Lakini sikiliza Biblia vizuri. Katika Mwanzo sura ile ya 9, Mwanzo sura ya 9 na ile aya ya 24, neno la Mungu linasema hivi. Mwanzo 9 aya ya 24, neno la Mungu linasema hivi, Nuhu akaerevuka katika ulevi wake, akajua mwana wake mdogo alivyomtendea. Mwana wake mdogo alivyomtendea ni Ham. Sasa ukiangalia zile aya nilizokupatia, Mwanzo 5:32, Mwanzo 6:10, Mwanzo 7:13, Mwanzo 9:18, Mwanzo 10:11, unaona mfululizo wa kutaja hao watoto. Anaanza Shem, anakuja Ham, anakuja Yafeth. Sasa unajua uandishi wa namna hii, mtu asipozingatia anamuona Shem ni mtoto wa kwanza, kwa sababu amesoma akamzaa Shem, akamzaa Ham, akamzaa Yafeth. Lakini tukio hili la Nuhu kunywa divai na akalewa na akawa uchi, na kijana wake huyu anaitwa Ham na alichomtendea, Biblia inaeleza Nuhu akaelevuka katika ulevi wake, akajua mwana wake mdogo alivyomtendea. Sasa ndio maana lazima usome huku kidogo na huku kidogo. Ham kwenye orodha ya zile aya nilizokupatia ni wa pili katika orodha, lakini kumbe sio mdogo, sio mkubwa kwa familia hii. Yaani Biblia inaeleza ndiye mwana mdogo Ham. Sasa kwa nini imeandikwa anakuwa katikati wakati alipaswa kuwa wa mwisho? Kwa sababu kuna Shem, kuna Yafeth, kuna Ham. Kwa nini Biblia isiandike vile? Nitakueleza ni kwa nini. Maana ni miaka hiyo imefanya wakaongeza miaka 2, ambayo nitaeleza kwamba tatizo la kokotoaji hapo linaanza na tatizo lake. Sasa ni nini kinachosema pale? Nikueleze jambo hili vizuri ya kwamba
Kwenye Mwanzo 10 aya 21, Mwanzo 10 na ile aya 21, neno la Mungu linasema hivi: naye Shemu ambaye ni baba wa wana wote wa Eberi na ndugu mkubwa wa Yafeth akazaliwa wana. Sasa najua hii aya ukiisoma unaona bado Shemu ni ndugu mkubwa wa Yafeth. Kwa hiyo ni rahisi wewe kwenda moja kwa moja na kumuona Shemu ni mkubwa wao. Lakini ili ujue kwamba ni nini kinachozungumzwa hapa, kwamba ni nini kinachosemwa hapa, kwenye sura ya 11 aya ile ya 11 na ile aya ya 10, hivi ndivyo vizazi vya Shemu. Shemu alikuwa mtu wa miaka 100, akamzaa Arfaksad miaka 2 baada ya gharika. Nilishaieleza hiyo, ambayo ndio inaletea changamoto katika ukokotoaji. Sasa ukiisoma vizuri Mwanzo 10 ile aya ya 21, utagundua ya kwamba Shemu sio mtoto wa kwanza kuzaliwa kabisa, sio mtoto wa kwanza. Na ukiangalia ile Mwanzo 5 aya 32, ambayo kwa hakika badala ya kusema Nuhu alipokuwa na miaka 500 akamzaa Shemu, Hamu na Yafet, pengine ingesomeka hivi. Katika lugha ya Kiebrania kuna changamoto pia, lakini tafsiri iliyotumika, lakini ilipaswa Kiebrania kabisa wangetafsiri kama ilivyoandikwa hivi: Nuhu alipokuwa na miaka 500 akaanza kuzaa. Angalia, akaanza kuzaa, sio kwamba akawazaa. Kwa sababu lugha ya Kiebrania inataka itafsiriwe Nuhu akaanza kuzaa. Sasa kuzaa nani? Kuzaa nani? Sikiliza ili uweze kujua hasa ni nini, ni kurudishe katika context, muktadha wa Mwanzo sura ya 5 katika orodha ya vizazi. Nikikurudisha hapo utanielewa tu vizuri. Kuna jambo la muhimu sana. Shemu sio wa kwanza kuzaliwa. Lakini kwa nini anatajwa kwenye hizo aya zote kwamba ni wa kwanza? Ni kwa sababu katika hawa watoto watatu, ni kwa sababu Biblia haiko pale kukupatia orodha ya vizazi. No, hii sio family tree. Hapana. Hiyo haikuelezi orodha ya vizazi mpaka wakati wa gharika. Hapana. Badala yake inakueleza unani Mungu alichagua kupitia kwake mzao aweze kuja, ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hiyo Biblia inapotaja, ndio maana hata utaona inaishia tukutaja fulani akamzaa huyu, akaishi miaka hii akazaa wa kike na wa kiume, alafu akafa, inakutajia na mwaka. Kwa hiyo haikuelezi wengine wale wote. Mwingine naye akisoma anaweza asijue jambo hilo, yeye akafikiri tu ni orodha tu iko hapo. Kumbe sivyo. Mungu ameeleza hii kueleza Kristo atakuja kupitia kwa nani? Kwa Seti. Atapitia kwa nani? Kwa Enosh. Atapitia kwa nani? Kwa nani? Mahalali, Jaredi, Enoch, mpaka kuja kwa Nuhu. Haielezi watoto wengine wale wote hitaji majina. Na ndio maana wengine hata wanaposoma pale wanaona tu akamzaa Seti. Maana wa kwanza alikuwa ni Kaini, wa pili akaja ni Habili, wa tatu akaja Seti. Lakini unajua baadaye Habili aliuawa na Kaini. Alafu baadaye Kaini akatoka, baada ya kutoka kwa akaoa mke. Na ndio maana wengine wanasema inaonekana kulikuwa na familia zaidi ya moja na sio tu ya Adam. Kumbe wanafikiri ni orodha ya familia ya Adam. Kumbe inaandika matukio yanayofungamana na kuja kwa Masihi peke yake. Kwa hivyo walikuwa wanaoana dada na dada. Kwa hiyo alipooa akaondoka. Majina ya watoto wengine wa Adam hayatajwi, yanatajwa kwa makusudi maalum tu, ndio maana unachokiona pale. Sasa nikueleze kwamba orodha hiyo inapotajwa haitajwi kwa umri, inatajwa kwa sifa ya anayekuja kupitia kwa nani. Ukilielewa hili, utarudi tena uweze kusoma vizuri kwenye hiyo sura ya 5, ujue ni nini hasa kinachoandikwa pale. Kwa hivyo Ham anatajwa kuwa wa pili, si kwa sababu yeye wa kuzaliwa ni wa pili, hapana, bali ni kwa sababu katika usomaji, sikiliza vizuri, katika wasomaji wanachoandika Musa, wa kwanza kabisa ni wale ambao walikuwa na uelewa wa uwepo wa Ham, kwa sababu uzao wa Ham ndio uliokaa Mashariki ya Kati. Na kwa sababu wasomaji namba 1 kabisa wa maandiko haya
ni wa Mashariki ya Kati. Na unaona Musa anaandika, anaanza Hamu kuwa wa pili. Shemu anakuwa wa kwanza, si kwa sababu ya kuzaliwa, lakini kwa sababu ya anayekuja kuokoa ulimwengu atapitia kwa Shemu. Na nitakueleza uandishi wa namna hiyo sio mara ya kwanza tu umeandika hapa, utakuja kujirudia tena. Kwa hiyo unapoelewa hivyo ni vizuri ukafahamu. Na hawa kwa sababu uzao wa Shemu wenyewe ulienda ng'ambo ya bahari, kwa maana ng'ambo ya mto Frat, katika mito ile ya Tigris na Frat. Ndio maana inaitwa wana wa Eberi. Hiyo ni lugha iko pale, wana wa Eberi ambao Shemu aliwazaa ni wale ambao walikaa ng'ambo ya mto Frat, upande wa juu wa mto Frat. Wakati chini ya mto Frat njoo mpaka Mediterania walikaa uzao wa Hamu. Na kwa nini Yafet yeye amewekwa kuwa watatu wakati sio mtoto watatu kwa udogo amewekwa kule? Ni kwa sababu tu ya kwamba eneo alilolichukua Yafet na kulirithi ilikuwa ni remote regions, ni eneo ambalo liko nje, ni remote kidogo. Sasa ni kwa impact hiyo uandishi huu umezingatia hicho. Kwa hiyo Shemu anachukua nafasi ya kwanza, sio kwa sababu ni ya kwanza kuzaliwa, ila kwa sababu ya mzao anayekuja kupitia kwake. Na ni kwa sababu hiyo hiyo hata ukiangalia watoto wa Tera, anatajwa Ibrahimu, anatajwa Nahori, anatajwa Harani. Sasa unajua ukiwasoma wale watoto namna ile kwenye ile Mwanzo, kwa mfano Mwanzo sura ya 11 hii, alafu ile aya ya 27. Mwanzo 11 aya ya 27 anasema, na hivi ndivyo vizazi vya Tera. Tera akamzaa Abram na Nahori na Harani. Sasa unajua ukisoma hivyo moja kwa moja kwa msomaji anaona Abram ni wa kwanza. Lakini si kweli. Abraham sio wa kwanza. Na ukweli ukizingatia tu kinachozungumzwa hapa, wa kwanza ni Nahori. Kwanza ni Nahori, alafu Harani, alafu Abraham. Lakini kwa nini Abraham ametajwa kwenye orodha kama wa kwanza? Ni kwa sababu ile ile mzao anayekuja atapitia kwa Ibrahimu. Ni vizuri ujue Mungu anapofunua ukweli huu, na ili usijikute ukiwa kwenye shida. Kwa hiyo kwenye tangu wamekokotoa kuanzia kwa Adam mpaka kwa kuzaliwa kwa Shem, wao wamepata miaka 1556, wakiwa wameongeza miaka miwili kwa umri wa Nuhu alipomzaa Shem. Kwa lugha nyingine, ukizingatia ukweli wa mafunuo ya neno la Bwana, miaka miwili imeongezwa kwenye hesabu zao walizozifanya. Kwa hiyo miaka miwili imeongezwa bure kwa kutojua uandishi wa Biblia katika Mwanzo sura ya 5. Kipindi cha pili wanachokitumia ni kutoka Shemu hadi Tera. Hapa ni miaka 450. Sasa kwenye miaka hii 450 wameeleza, na sijaona changamoto katika orodha hiyo ambayo ni kwenye Mwanzo sura ya 11 aya ya 10 hadi 26. Kwa Shemu akamzaa Arfaksad, Arfaksad akamzaa Sela, Sela akamzaa Eberi, Eberi akamzaa Pelegi, Pelegi akamzaa Reu, Reu akamzaa Serugi, Serugi akamzaa Nahori, Nahori akamzaa Tera. Sasa kwa kuwa tunachukua ile miaka alizaa akiwa na miaka mingapi, alafu ile wa kwanza anazaa akiwa na miaka mingapi, alafu hiyo wa kwanza akazaa akiwa na miaka mingapi, ndio hiyo tunafanya hayo mahesabu. Kwa hiyo alipopiga mahesabu unaona inafika miaka 450. Sasa kwenye miaka 450 hapa changamoto tu ipo ambayo pia kwenye ukokotoaji wao wameiona. Wameiona kwa maana hii upande ule Tera anamzaa Ibrahimu. Kwa sababu ukienda haraka kwa mtu ambaye ajui anaweza apotee hapo, lakini nashukuru kwamba kwenye ukokotoaji wao hili waliliona, kwa sababu nimefuatilia miaka yao hapa nikagundua wako sahihi. Kwa nini? Kwa sababu wanasema, angalia hapa Mwanzo 11 aya 27, na hivi ndivyo vizazi vya Tera. Tera akamzaa Abramu na Nahori na Harani, na Harani akamzaa Rutu. 28, Harani akafa kabla ya baba yake Tera katika nchi aliyozaliwa, yani katika nchi ya Uru wa Karidayo. Angalia aya ya 31. Tera akamtoa Abramu mwanawe na Rutu mwanawe na Harani mwana wa mwanawe na Sarai mkwewe mke wa Abramu mwanawe, wakatoka wote katika Uru wa Karidayo waende nchi ya Kanani, wakafika mpaka Harani wakakaa huko. Angalia aya 32. Siku za Tera zilikuwa miaka 205, Tera kafa katika Harani. Sasa ukiona miaka 205, miaka 205
Tera akafa Harani. Na unaposoma kwenye ile Mwanzo 12 aya ya 4, Ibrahimu akatoka Harani alipokufa baba yake Tera akiwa na miaka 75. Na hata ukienda ile Matendo 7 aya ya 4. Kwa hiyo Abrahamu alitoka Harani baada ya kifo cha baba yake. Wakati huo Ibrahimu ana miaka 75. Wakati huo Tera amekufa na miaka 205. Sasa kwa jambo la kawaida tu haiwezekani kwa sababu mstari wa 26 unasema Tera akaishi miaka 70 akazaa Abrahamu na Nahori na Harani. Sasa kama aliishi miaka 70 akamzaa Abrahamu, halafu anakufa mwaka akiwa na miaka 205, Ibrahimu akiwa na miaka 75. Kwa hiyo ukiangalia hapo unagundua kama alitoka, ili upate hesabu vizuri, alizaa mtoto wa kwanza akiwa na miaka mingapi? Ili upate hesabu vizuri lazima urudi hivi. Ibrahimu alitoka baada ya babake kufariki. Babake alifariki akiwa na miaka 205. Wakati wa Ibrahimu ana miaka 75. Kwa hivyo Ibrahimu alizaliwa Tera akiwa na miaka mingapi? Unachukua miaka 205 unatoa miaka 75. Unapata miaka 130. Kwa hiyo wakati Ibrahimu anazaliwa Tera alikuwa na miaka 130. Ninashukuru kwamba ukokotoaji huo wameugundua na wamefanya vizuri kabisa upande huo. Kwa hiyo sasa unakuta unachukua ile miaka 1558 ile ya kwao ya kwanza, ambayo imeongezwa miwili ya kutokujua mahesabu ya kuzaliwa kwa Shem kutoka kwa Nuhu. Walijikuta wameongeza miaka miwili. Lakini ukifuata mahesabu ya Biblia, hiyo miaka miwili wameongeza bila wao kujua. Kwa hiyo wao wamechukua mwaka 1558 ambapo ukokotoaji wa kweli ni 1556. Kwa hiyo ukajumlisha hiyo miaka 450 ambayo ni kuanzia kutoka kwa Tera mpaka kutoka kwa miaka 450 kutoka kwa Shem mpaka kwa Tera ambayo ni miaka 450. Sasa ukishajumlisha hiyo unapata miaka 2008. Miaka 2008. Usisahau tuna miaka miwili wao wameiongeza ambayo tunapaswa kuitoa. Iache tu kwanza hiyo, wanapata 2008. Halafu sasa wanakuja ukokotoaji unaofuata ambao ni kutoka Ibrahimu mpaka sheria ilipotolewa Sinai. Ukokotoaji huu uliofanywa uko sahihi, ambao nimeuchunguza na nikagundua kama Mungu alivyoahidi miaka 430, nusu ya miaka ile 215 ni kuanzia ahadi ilipotolewa mpaka familia ya Yakobo inaingia nchi ya Misri wakiwa wazito 70. Kwa hiyo watu wengi wanaposoma 430, hata kwenye hotuba zangu wakati nahutubia mkutano ya makambi mwaka huu ikiwa imejengwa neno kuu kwa limejengwa nitakuwa na familia yangu kwenye ile Kutoka sura ya 10 aya ya 8 na ya 9, nikaeleza ya kwamba miaka 430 sio miaka ya kukaa kwa Israeli utumwani, bali ni miaka iliyoanzia tangu Mungu amemwambia Ibrahimu mpaka Israeli wanapotoka na kwenda nchi ya Sinai, pale Sinai. Kwa hivyo hii nayo wameweka tu vizuri katika ukokotoaji wao, ambako 215 ndio iliyotumika Ibrahimu, ikatumika na Isaka, ikatumika na Yakobo katika nchi hii ya Kanaani. Na wakati wanaingia, tangu Yakobo ameingia kule akiwa na hiyo miaka 130, wakati Farao anamuita akiwa anamwambia na miaka mingapi, akasema na miaka hii. Tangu ameingia pale mpaka amekufa na Yusufu, akainuka Farao asiyemjua, mpaka mateso yanatokea, walikaa kule miaka 215. Na ndio maana Biblia inasema kwenye ile Kutoka sura ya 12, miaka waliokaa Israeli wanasema ni miaka 430. Lakini miaka 430 ni kuanzia toka ahadi aliyotoa Mungu kwa Ibrahimu mpaka Israeli wanatoka. Ndio maana kwenye ile version ya Septuaginta ambayo ni Agano la Kale katika lugha ya Kiebrania imeeleza tangu alipotamka Mungu mpaka Israeli wanatoka, ndipo miaka inachukuliwa. Sasa hii miaka wamekokotoa, haina shida kabisa hapo. Na sasa ukichukua hiyo miaka ambayo imetumika kutoka ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu hadi kutolewa kwa sheria katika Sinai, ilipita miaka 505. Sasa hii 505 ndio unachukua ile 2008 ambao walikokotoa hapo nyuma. Ukishaijumulisha hiyo tu kwa pamoja inakuja miaka 2513.
2513 wako Sinai. Sawa, kumbuka kuna miaka miwili walioiongeza ambayo kwa mahesabu kuhusiana na Nuhu na Shem. Lakini tuchukuzane nayo hii miaka yao 2513. Namba 4 katika ukokotoaji ni kutoka sasa hapo Sinai hadi mwisho wa utawala wa Sulemani. Ilipita miaka 476. Ukokotoaji huo umejengwa vizuri tokea hapo ukifuatilia hiyo miaka mpaka inafikia 476 haina shida. Mpaka hiyo miaka hata nilipogundua na mimi niifuatilia nikagundua ikafika hapo. Kwa hiyo ukichukua ile miaka ya awali 2513 ya ukokotoaji wao ukajumlisha miaka 476 unapata miaka 2989 katika ukokotoaji wao. Hatua ya 5 ya ukokotoaji ni kutoka sasa kwa Sulemani mpaka Wayahudi wanapelekwa Babeli. Ilipata miaka 414. Sasa hapa ni swala la kuingia tu kwenye miaka ambayo iko kwenye wafalme ya kwanza na wafalme ya pili. Lakini kutoka kwa Sulemani alikuja Rehoboamu, akaja mfalme Abia, kaja Asa, kaja Yoshafati, kaja Yoramu, kaja Azia, kaja Athalia. Unajua yule kwa mwanamke pekee alipoua watoto na akabaki akatawala. Akaja Yoash, akaja Amazia, kaja Uzia, kaja Yotham, kaja Ahazi, akaja Hezekia, kaja Manase, kaja Amoni, kaja Yosia, kaja Yoazi, kaja Yoakimu. Na unajua hapa kuna wafalme wengine amewaacha na ametoa sababu. Nilikuwa nafuatilia kwa nini wamewaacha hapa, kwa sababu wameanzia pale utawala wa Nebukadreza unapoingilia hapo kati. Kwa hiyo wakaamua kuwaacha, maana mpaka wa mwisho ni Sedekia. Kwa hiyo kuna hapo na kuna miaka ile ya Yakimu ya miaka 11 na kuna ambaye pia baada ya hapo kuna mfalme wa Misri aliweka mfalme mwingine Yuda. Kwa hiyo kuna miaka kama 11 hapo, alafu ndipo Zedekia, na ndipo sasa ikabomolewa yote mwaka ule wa 586. Kwa hivyo wameishia hapo. Sasa hapa kwenye orodha ya miaka ya kutawala kwao ndio iliyochukuliwa, sio ya kuzaliwa. Alitawala mwaka huu mpaka mwaka huu, akaingia huyo akatawala mpaka mwaka huu. Sasa ile miaka ya kutawala kwao hapa ndipo hesabu imechukuliwa. Sasa hapa kuna changamoto moja tu ambayo nataka kuieleza, ambao wamejikuta wao kwenye mwaka wa Yoramu wameweka miaka 8. Na Yoramu alikuwa ni mtoto wa Yoshafati. Kwa hiyo wameweka miaka 8 na wameijenga kwenye Wafalme ya Pili sura ya 8 aya ya 16 na 17. Sasa hii miaka ambayo jumla ya wafalme ni miaka 414 ina changamoto ya huyu mfalme anaitwa Yoramu, ambao wao wamebandika moja kwa moja miaka 8 kwa sababu wamesoma kwenye ile Wafalme ya Pili sura. Ngoja nisome hapo kidogo usikilize wapi kuna changamoto, ambapo nitakueleza hii ni changamoto na ni ya usomaji. Unaposoma chronology ya wafalme hawa usiende tu ukakimbia ukadhani umefahamu kitu fulani. Wafalme wa Pili sura ya 8 aya ya 16 aya 17. Na hapa ninasoma ili uweze kusikia vizuri. 16 na 17. Wafalme wa Pili sura ya 8 aya ya 16 na 17. Nasoma. Katika mwaka wa 5 wa Yoram mwana wa Ahabu mfalme wa Israeli, Yoshafati alipokuwa mfalme wa Yuda alianza kutawala. Yehoramu mwana wa Yoshafati mfalme wa Yuda. 17. Alikuwa na umri wa miaka 32 alipoanza kutawala, akatawala miaka 8 huko Yerusalemu. Kwa hiyo wanamuona hapa Yehoramu ametawala miaka 8. Sasa hebu nisikilize vizuri ili uone kuna changamoto ya miaka 3 iliyowekwa kwenye mahesabu yao ambayo sio kweli. Nikueleze hivi, kuna unapoingia kwenye orodha ya wafalme hawa kuna kutawala, unakuta baba na mtoto. Lakini wakati mwandishi anapoandika, sio wafalme wote, nitakutajia baadhi ya wafalme ambao wametawala namna hii. Wakati wanapoandika anakueleza tu kama baba ametawala kuanzia 2010, alafu 2005 mwana naye akaingia, wakawa wanatawala wote wawili. Sasa kwa mfano akafa 2020. Kwa hiyo miaka ya baba toka ametawala 2010 mpaka 2020 wataiandika.
lakini pia ya mtoto ameendelea, akafa yeye 2025 na ameingia 2005, nao watahesabu. Kwa hiyo kuna shida ya duplication kwa kuto kujua walikuwa ni collegians. Collegians maana yake wanatawala kwa pamoja, na hii ndio nataka nikueleze jambo la muhimu sana katika swala hili ili uweze kufahamu. Na ukisoma hata kwenye Wafalme ya pili mstari wa sura ya kwanza na aya ya 17, Wafalme ya pili sura ya 3 aya ya kwanza, Wafalme ya pili sura ya 8 aya ya 16, utagundua ya kwamba kulikuwa na namna hii ya kushirikiana katika utawala. Na hili uweze kupata mahesabu yao kwa wafalme wa namna hii, hakikisha unatafuta miaka yake aliyotawala wakati baba yake ameshafariki. Lakini ukifuata ile ambayo Biblia imeandika, inachukua ile yote ambayo kijana alianza kutawala akiwa pamoja na baba yake. Hii ndio changamoto ambayo imewakuta hapa wakokotoaji. Nikupatie mfano ambao Biblia inawataja wametawala kwa design hiyo, Asa na kijana wake Yoshafati. Nenda usome vizuri Biblia. Kabla Asa hajafariki, Yoshafati naye alikuwa ikulu kama mtawala, na miaka hiyo wameweka vizuri, haina shida. Yoshafati ametawala na yeye Yoramu, Amazia na Azaria, Azaria na Yotham na Ahazi na Ezekia na Manase. Hao ni wafalme wote wa Yuda. Lakini hata wafalme wale wa Israeli, utawala wa kaskazini wa Israeli, utakuta Yoashi na Yeroboamu wa pili. Sasa design hii ndio iliyowakuta hapa wenzetu, wakakotoa wakajikuta wanaweka miaka 8 ya Yeroboamu. Lakini ukiangalia utawala wa Yeroboamu na Yoshafati kuna miaka 3 wakati baba yake akiwa bado hai. Ndio kitu ambacho unapaswa kufahamu. Sasa hii miaka 3 imeongezwa kwao bila wao kujua. Kule upande wa Nuhu na Shem miaka 2 waliongeza. Hapa miaka 3. Hawakufanya kwa makusudi, ila ni waliouelewa wao bila kuruhusu upana. Kosa kwenye upande ule wa kitabu cha Mwanzo sura ya 5 ni kujua anapotaja Shem sio kwamba ni wa kwanza kuzaliwa, ni kwa sababu ya mfungamano na ahadi ya kuja kwa mkombozi. Na ni vizuri uifahamu, na ndio iliyotumika pia kwenye kutaja Abrahamu, Nahori na Harani. Unaweza ukasema Abrahamu alikuwa wa kwanza, lakini ukweli Abrahamu ndio alikuwa mdogo kote wale watatu. Mkubwa Nahori, alafu Abrahamu, Harani, alafu ndipo unakutana na Abrahamu. Lakini kwa sababu ya ahadi ya kuja kwa Masihi inapitia kwa Abrahamu, Biblia inamtaja Abrahamu katika orodha. Sasa mtu asiyejua anamfanya Abrahamu ni mkubwa. Ndivyo ilivyo pia kwa Shem, Ham pamoja na Yafet. Ham ndio wa mwisho kwao, lakini kwenye orodha ametajwa kama wa pili. Kwa hiyo ndio maana ilikuwa ni kosa namna hiyo. Lakini hapa kwa wafalme niyo kutokujua collegiance yao, Yoshafati na Yoramu. Ndio wamejikuta wakichukua ile inayorekodiwa. Yoramu alitawala miaka 8, lakini hakashindwa kutambua wakati Yoramu yuko kwenye utawala alikuwa tayari miaka yake imeingia katika kipindi cha Yoshafati. Kwa hiyo kuna miaka 3 hapo mingine. Nataka tu nipite uweze kuona. Alafu baada ya hapo miaka ambayo Wayahudi walikaa uhamishoni huko Babeli ilikuwa ni miaka 70. Ameeleza na hiyo kwa wazi, na nashukuru kwamba wameenda nayo vizuri. Kwa sababu ilitajwa ni Yeremia 29 aya ya 10, Danieli akairudia kwenye sura ya 9 mstari wa kwanza hadi wa 3, Zekaria alizungumza 1:12, Zekaria 7:5, na Mambo ya Nyakati ya Pili 36 na 21. Sasa hapa unachukua tu ile miaka walioipata kwenye kokotoaji ambayo ni 3403, unajumlisha miaka 70, inakuletea miaka 3473. Hiyo hatuna shida. Alafu namba 7 ni kokotoaji kutoka amri ya Koresh ya kujenga upya Yerusalemu iliyotolewa mpaka kuzaliwa kwa Yesu. Wamesema miaka 532. Wameeleza ya kwamba wa kwanza aliyetawala ni Dario mfalme, na Dario Mmedi, na akatawala miaka 2. Alipokufa ndipo akatawala Koresh. Ndiye aliyetimiza unabii kwa uliotabiriwa katika Isaya 44:28 mstari 45 aya ya kwanza, ambao ulitolewa mwaka 536, na kitendo hicho ikawa ndipo Waisraeli wakarudishiwa kabisa, au Wayahudi wakarudishiwa mamlaka yao. Wa kwanza kutoa tamko kabisa la kurudi Israeli wajenge Wayahudi upya mji wao ni Koresh. Koresh ambao kwenye Kiingereza tunasikia Cyrus.
Huyu ndiye wa kwanza, na kweli nabii Isaya alimtaja na alitoa mwaka 537. Ndiye aliyelitoa, wa kwanza kabisa kulitoa. Na utaliona tamko hilo kwenye kitabu cha Ezra sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 4. Lakini halikutoa full freedom ya taifa la Yuda la Wayahudi. Halikutoa kabisa. Wa pili kutoa tamko ni Dario wa kwanza, ambaye alitoa mwaka 520 kabla ya Kristo. Dario wa kwanza ndiye aliyetoa tamko la kuruhusu tena taifa la Wayahudi kurudi upya katika familia, katika eneo lao na huduma zao za kawaida, mwaka 520 kabla ya Kristo. Na tamko hilo limeandikwa kwenye kitabu cha Ezra sura ya 6 aya ya kwanza hadi ya 12. Hili nalo halikugrant fully freedom, ni mpaka lile la tatu, na huyu aliyelitoa ni mfalme Artashasta, yaani Koresh. Koresh ndiye aliyeinitiate na ametajwa vizuri kwenye nabii Isaya, lakini utekelezaji wake fully ni wa tamko la mfalme Artashasta. Huyu ndiye aliyetoa tamko mwaka 457 kabla ya Kristo, na liko kwenye kitabu cha Ezra sura ya 7 na aya ya kwanza hadi 27. Na nikurudishe nyuma, na ni tamko hili ndio linaanza ukokotoaji wa nabii wa siku 2300 wa Danieli 8 aya ya 14. Siku 2300 patakatifu patatakaswa. Ni tamko la tatu la mfalme Artashasta lililoleta uhuru kamili na serikali ya Wayahudi mwaka 457 kabla ya Kristo. Na hapo ndio maana ukokotoaji huo ndio William Miller aliyotembea nao, na ndio uelewa uliofahamika mpaka kuhubiri Yesu anakuja Oktoba 22, 1844. Kwa hivyo ukiangalia ufafanuzi huo wote wa miaka 70 ya kuishi wa mishoni, ambayo ni miaka 536 mpaka kuja kufika hapo kwa Koresh, wanakuja katika kuzaliwa kwa Yesu. Wanaeleza katika Luka 3:21 hadi 30, Yesu alibatizwa akiwa na miaka 30. Ni kweli, maana ndipo baada ya hapo akaanza kuhubiri kama Luka alivyorekodi katika Biblia, iko sahihi kabisa. Lakini wakati huo anabatizwa Yesu ni mwaka wa 30, lakini yeye akiwa na miaka 27. Na hii ni kwa nini? Kwa sababu wakati Yesu anazaliwa, mfalme aliyekuwepo aliitwa mfalme Herode. Na kama unakumbuka, alijipendekeza kwa majusi waende wamletee taarifa ili naye akamwabudu, lakini alikusudia kuua. Kwa hiyo wakati taarifa hizi za kuzaliwa kwa Yesu amezaliwa, Herode alikuwa bado ni mtawala. Na ndio maana na Herode alikufa mwaka wa 4 BC. Kwa hiyo kuna miaka kama 3-4 ambayo katika kalenda yetu hii ina changamoto ya kurekodiwa. Ndio maana Yesu ana miaka 27 anabatizwa, lakini anaanza kuhubiri na miaka 30. Unaweza ukaona hizo tofauti ya miaka hiyo. Kwa hiyo ukichukua hiyo miaka ndio wanakuja wanasema sasa tunachukua tangu tamko hilo mwaka 536, unatoa ile miaka 4, anapata 532. Sasa akishachukua miaka 532 ndipo sasa anakokotoa umri toka dunia ilipoingia dhambini mpaka Yesu, tangu imeumbwa, yani kwa maana tangu Adam, sio ilipoingia dhambini, tangu imeumbwa kwa Adam. Sasa wanachukua miaka ya 3473, alafu miaka 532 wanapata miaka 4005. Kumbuka hapo kuna changamoto ya ukokotoaji na uelewa wa tamko la kujenga upya Yerusalemu. Wanaweza kuliendeleza baadaye katika kujifunza, wakaona ukweli huo. Kwa hivyo toka uumbaji wa mwanadamu mpaka hapa tulipo mwaka huu ambao tunaenda nao, kwa hiyo unachukua miaka 4005, alafu najumlisha miaka 4 ile ambayo kwenye ukokotoaji wa kipindi cha Yesu kuzaliwa haikuwemo, alafu weke na hii miaka tulionayo kwa sasa ni 2024, inakupeleka mwaka 6033. 6033 kwa ukokotoaji wao. Sasa hii kumbuka kuna miaka 5 kwenye makosa ya ukokotoaji wao tayari imeongezwa. 2 kwenye kipindi cha Nuhu kumzaa Shem, 3 kipindi cha Yoram mfalme ambaye ni kijana wa Yehoshafati. Baada ya kuweka 5 wakaweka 8. Sasa ukichukua hii miaka ni jumla ni miaka 5 wameingiza kwenye ukokotoaji wao, lakini kiuhalisia
haimo. Kwa hiyo imewapeleka pale. Kwa hiyo wamefikisha 6,033. Sasa wakaja swali moja ambalo ninahitaji ulisikie vizuri sana. Hapa nitatumia kwa kirefu sana. Wanasema tangu uumbaji mpaka mwaka 2024 ni miaka 6,033. Sasa wanajiuliza swali, kwa kuwa wanatafuta kujua miaka 6,000 sio tangu uumbaji, ni tangu dhambi ilipoingia ulimwenguni. Ili watafute ile miaka ya uovu ya miaka 6,000, halafu ndipo ije milenia ya miaka 7,000, watakatifu wakienda mbinguni. Kwa hivyo hili tunapataje sasa? Ikiwa tangu kuumbwa kwa Adamu kwa ukokotoaji wao ni 6,033, na wanatafuta kufahamu tangu dhambi imeingia. Kwa hiyo wakabaki walijiuliza jambo hili. Kama Ibilisi kwa uelewa wao, wanasema Ibilisi alipewa miaka 6,000 ya kutenda kazi duniani baada ya anguko la Adam na Hawa. Kwa hivyo miaka 6,000 ya dhambi inapaswa kuhesabiwa toka anguko na sio uumbaji wa dunia. Kulikuwa na kipindi cha utakatifu na amani pale bustanini kabla ya dhambi. Sasa wanatafuta hicho kipindi ni kipindi gani? Ili tupate miaka halisi toka anguko mpaka mwaka 2024, wao inabidi wajiulize maswali ya la kwanza walivyojiuliza. La kwanza wanapaswa wanajiuliza, kilichomfanya Adamu kuanguka kilikuwa ni nini? Au jaribu gani lilimjia Adamu hata akashindwa? Sasa angalia vizuri, hapa kuna tenge kubwa mno. Tenge kubwa mno. Swali la pili, je, nani ndiye mbadala? Yaani nani alisimama nafasi ya Adam pale aliposhindwa Adam yeye akashinda? Definitely tunafahamu Yesu Kristo. Sasa tuangalie swali la kwanza, kwamba kilichomfanya Adam akaanguka ni nini? Au jaribu gani lilomjia Adam hata akashindwa? Kwa hiyo wao wanasema tukijua kilichofanya Adam akaanguka, yani alishindwa na jaribu lipi, na huyu aliyekuja kwa mbadala wa Adam akashinda, lazima jaribu lifanane. Unaona jinsi ukokotoaji wao ulivyo katika mfanano. Jaribu lililomwangusha Adam ndilo lazima aliyekuja kama mbadala wake alishinde. Sasa wakishajua ni yupi alishinda lini, ni jaribu lipi, na huyu alilishinda lini, kuanzia hapo wanakokotoa, wanajua kumbe miaka ya uovu ilianza mwaka huu tangu Adamu alipoumbwa. Sasa sikiliza vizuri. Unaposoma kwenye Wakorinto ya kwanza, hapa nipo nataka unisikilize vizuri kabisa. Na hii ndio changamoto. Na hii nitasonga kipindi kinachofuata, Jumatano inayofuata nitaingia kwenye upotoshaji mkubwa sana kwenye haya mahesabu. Leo nataka tu nipite uiangalie hii, kwa sababu wamekuja wanaeleza ni unabii, wamekuja wanaeleza mpaka mambo ya kufungwa kwa mlango wa rehema, kutangazwa kwa Jumapili, Roho Mtakatifu na nini, vimefungamana ukokotoaji huu. Na lazima kama nilivyokuahidi nitapita kwenye maandiko tu kabisa, alafu baadaye ndipo niingie kwenye N.G. White writings, maana huko ndiko watu wanachukua, wanabandika, wanaweka na wanatafsiri ya kwao. Nitapita hivyo hivyo. Nia yangu ni kuhakikisha tu ya kwamba Yesu anakuja mara ya pili, lakini ukokotoaji huo hausemi na Biblia. Sisi sote tunajua vibao vinaonyesha Yesu anakuja tena haraka sana. Lakini je, ndio vibao vilivyogundua kwamba ukokotoaji huo 2031 lazima Yesu aje? Ndio tunaifuatilia tuone wanaipata wapi. Sasa angalia hoja yao. Wanasema hivi kwenye Wakorinto, lazima wagundue nini kilimwangusha Adamu, alafu tuone huyu aliyekuja kama mbadala alishindaje yeye. Wakorinto ya kwanza sura ile ya 15, angalia Wakorinto ya kwanza sura ya 15 na ile aya ya 45, 47 hadi 49. Angalia vizuri hapa mtume Paulo anachoandika. Aya 45 anasema hivi, na hapa ninasoma. Ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adam akawa nafsi iliyo hai. Adam wa mwisho ni roho yenye kuisha. Alafu mstari wa 47 hadi 49. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni. 48. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo. Na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Na kama tulivyoichukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Sasa
Kwa hiyo kuna Adamu wawili. Wa kwanza aliyetoka udongoni ambao ni Adamu, ambao sasa tumetoa mwili kutoka hapo. Halafu Adamu wa pili anayeuisha ni Yesu Kristo, ndio Paulo anamtaja hapa. Sasa baada ya kujua Adamu wa kwanza ni huyu, Adamu wa pili ni huyu, swali lao sasa linakuja hivi: Adamu wa kwanza alianguka ama aliangushwa kwa jaribu lipi? Wanaeleza hivi, unaposoma kwenye ile Mwanzo sura ya 3 aya ya kwanza hadi ya 7 na Mathayo ile sura ya 4 aya ya pili hadi ya 4, inaeleza Adamu wote wawili hawa. Wa kwanza ni Mwanzo 3 aya ya kwanza hadi ya 7. Anaeleza kilichomshinda Adamu wa kwanza ni kutokutii kwa kula matunda ya mti waliokatazwa wasile. Kwa hiyo chakula kinahusika katika anguko hili. Ndio argument yao, ndio hoja yao, kwamba chakula ndicho kilihusika kwenye jaribu lake na kutokutii kwake kukadhirika hapo. Sasa wanasema ukienda Mathayo 4 aya ile ya pili hadi ya 4, jaribu la kwanza alilokutana nao Yesu ilikuwa ni la chakula. Ikiwa yeye ni mwana wa Mungu, badili mawe haya yawe mkate. Kwa hiyo wakaunganisha dot. Wakasema Adamu alishindwa kwenye jaribu la ulaji, na Yesu akaja ambaye ni mbadala wake akashinda kwenye jaribu hilo. Sasa nisikilize vizuri, hakuna kitu kinachopotosha kama hiki. Nisikilize vizuri, na hapa nitumie dakika hizi kushiriki pamoja na wewe. Hiyo hoja inakuungua kwenye swala zima na mpango wa wokovu. Ina stumble on the biblical theme about salvation. Hii ndio changamoto iliyoko pale. Kwa nini? Swali ni hili: dhambi ya Adam ni nini? Dhambi ya Adam ni nini? Ilikuwa ni ulaji wa tunda. Je, ilikuwa ni ulaji wa tunda? Unaposoma Waebrania sura ya 9 aya 26, Biblia inasema Yesu alikuja azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Lile neno kutangua, to put away, neno la Kigiriki ambalo sema kutangua dhambi, athetesin. Hilo neno ndio linataja anatangua, athetesin, dhambi, hamaritias. Hilo neno liko kwenye umoja, to put away sin, dhambi in singular, dhambi kama moja. Lakini pia Yohana Injili 1 aya 29, Yohana alipomwona Yesu anakuja alisema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Aichukua ironi. Hiyo niko kwenye tunasema ni hiyo ironi, to taking away ambayo linazungumzwa pale, aichukuae dhambi ya ulimwengu, na iko kwenye umoja pia, singular, dhambi ya ulimwengu, hamaritias. Neno hilo dhambi. Ngoja nisome tena hapa uweze kuona hapa vizuri. Ni vizuri watu wa Mungu kuweza kufahamu ukweli huu, kwa sababu tusipojua ukweli huu kwenye Injili ya Yohana sura ya kwanza, Injili ya Yohana sura ya kwanza, halafu mstari ule wa Injili ya Yohana sura ya kwanza na mstari ule wa 29. Na anaeleza wakati Yesu anakuja kwake akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Na unajua hiyo iko kwenye participle, present participle active. Present participle active inaelezea action ambayo inaendelea. Tunasema ni continuous action. Kwamba ni ipi? Kwamba aichukuae dhambi ya ulimwengu. Sasa iko kwenye participle hiyo ambayo inatumika kwamba iron, anaendelea kuchukua, kwa maana kwamba in the past alichukua, present anachukua, future anachukua. Kwa hiyo ni process ambayo anaendelea kuchukua. Ndio maana mpaka sasa akiwa mbinguni anaendelea kuchukua. Na hiki ndio kitu cha muhimu ameitaja namna ile. Kwa hiyo inaonyesha kabisa ni tendo linaloendelea, wakati uliopita, uliopo na ujao. Kwa hiyo uchukuaji wa dhambi sio kitenzi cha siku moja, ni endelevu. Hicho anachokitaja. Na ni nini anachokisema? Mwana kondoo achukue dhambi ya ulimwengu. Anapoleta habari ya mwana kondoo hazungumzii jikani,
Hazungumzii ile jaribu la Yesu la kula nyikani. Anazungumzia mwanakondoo ni nembo ya kafara. Hiyo ni nembo ya kafara ambayo inazungumzia nini hasa? Anazungumzia habari za kafara ya Yesu ambayo ndiyo inayotajwa, utoaji wa damu. Ulaji wa chakula kule alipojaribiwa haikuwa kutoa kafara. Hapana. Ilikuwa ni jaribu alilolishinda yeye. Na ni kweli kwamba Adamu alianguka kwenye jaribu hilo, lakini yeye alishinda. Lakini nini alichokuja hasa? Maana lazima ujue dhambi ya Adamu hasa ni ipi? Nini dhambi ya Adamu? Ukisoma kwenye Warumi sura ya 5 aya ya 17 hadi 19 anaelezea dhambi ya kutokutii. Paraptoma kwenye aya ya 19. Sema kwa kutokutii, ametumia lugha kadhaa pale Paulo kwenye aya ya 17. Wote tunakuwa hivi. Adamu alileta hivi, lakini Yesu akaleta hivi. Kwa Adamu akaleta hukumu, Yesu akaleta hivi. Adamu akaleta mauti, Yesu akaleta uzima. Adamu alishindwa kutii, Yesu akatii. Kwa hiyo maneno mawili kwenye sura ya 17 Warumi sura ya 5 aya ile ya 5 aya ya 17 na 18 ametumia neno paraptoma. Lakini mstari wa 19 akatumia neno parakoe, yani kutokutii, rebellion, transgression. Ndio inavyotajwa pale. Kwa hivyo dhambi ya Adamu ni ipi? Biblia inaeleza katika ile Warumi sura ya 6 aya 21 kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele. Sasa ndio inakuja kwamba ni dhambi hiyo ni ipi ambayo Adamu alifanya. Biblia inataja kwenye Waebrania 2 aya ya 8 kwamba Yesu alijifunza akawa mtii ingawa alikuwa ni mwana. Ukija kwenye Wafilipi 2 aya ya ile ya 8 anasema naam, akawa mtii hata mauti ya msalaba. Ukizungumzia obedience, utii wa Yesu, unauona Kalvari. Yaani kwa lugha nyingine, the ultimate conqueror of Jesus Christ inatajwa Kalvari. Nisikilize vizuri. Sio kubadili mawe kuwa mkate. Ile inatajwa Kalvari. Na nitakupa mfano katika maandiko uone Biblia inachokieleza. Kwenye Ufunuo Yohana sura ile ya 5 na mstari wa 5 na mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, Ufunuo sura ya 5 mstari wa 5 na wa 6. Na mmoja wapo wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama simba aliye wa kabila ya Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake 7. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4 na katikati ya wale wazee mwana kondoo amesimama, alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Sasa ukiangalia hapa ni msalaba ndio unaotajwa Kalvari na sio jangwani ama nyikani. Wao wanaeleza ili uweze kupata hiyo miaka, tunaangalia jaribu la Adam la kula na jaribu la kula la Yesu nyikani. Lakini Biblia haielezi kushindwa kukamilifu kwa adui kulitokea nyikani. Kushindwa kukamilifu kwa adui kulitokea msalabani. Na ndio maana naona hata mmoja wale wazee 24 anasema mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa. Hasemi aliyeshinda kula chakula nyikani, aliyechinjwa. Ndio sifa anazoimba. Na hii ndio unaiona inatajwa vizuri ikiwekwa pale. Na utaangalia kwenye ule sura inatajwa shina la Daudi. Kwanza ameitwa mwana kondoo. Alafu pia anatajwa shina la Daudi. Anaitwa simba wa kabila ya Yuda. Ambao simba wa kabila ya Yuda ni nembo ambayo imetumika kwenye Mwanzo 49 aya 9. Alafu shina la Daudi Isaya 11 aya ya kwanza na ya 10. Hizi nafasi zote hizi mbili, shina la Daudi, simba wa kabila ya Yuda, ni nafasi ama ni vyeo vyenye muhimu sana katika unabii wa Agano la Kale. Vinaonyesha nini? Mfalme sahihi. Shina la Daudi, yani tunasema ni ideal king, mfalme sahihi. Lakini anatokea wapi? Katika uzao wa Daudi. Ndio maana anaitwa namna hiyo. Na ndiye atakayekaa kwenye kiti cha enzi, Yeremia 23 aya 5 na ya 6. Lakini anakueleza kwa nini anaitwa simba wa kabila ya Yuda. Anakueleza kwamba ameshinda. Simba ni mfalme wa pori, ni nembo ya kushinda. Kwa hiyo he has overcome. Kwa nini anatumia habari ya mwana kondoo tena aliyechinjwa? Kwa sababu yanakuletea wazo la kafara
Ameshindaje? Ndio maana anatumia neno mwanakondoo. Na ameshinda nembo ya simba. Ameshindaje? Kwa kifo chake. Kwa hiyo kwa kifo chake amewakomboa wateule, na kwa kuwakomboa watu wake sasa wameokolewa. Watu hawaokolewi kwa Yesu kushinda jaribu la ulaji wa chakula. Hapana, wanaokolewa kwa kifo chake msalabani. Paulo anaandika, sioni fahari ya jambo lolote isipokuwa kifo msalaba wa Yesu, ambao kwao nimesulubishwa kwa ulimwengu na ulimwengu kwangu. Na akasema sioni fahari yoyote isipokuwa msalaba wa Kristo, ambao katika huo ndio anaojivunia peke yake. Hasemi habari ya jaribu la Yesu nyikani. Na sio kwamba ile jaribu lilikuwa lina maana. Nilikurudisha kwenye kauli ya Kiyunani nikakueleza ya kwamba inamaanisha iko kwenye participle action ambayo imefanyika wakati uliopita, wakati uliopo na inaendelea. Kwa maana ushindaji wa Yesu ulikuwa ni wakati uliopita, wakati uliopo na unaendelea. He kept on conquering. Kila siku alikuwa anashinda mpaka aliposhinda kilele cha mlima wa Golgotha, akawa amefanya complete conquering. Lakini ili uone kwamba ndio hoja kubwa kuliko zote ambayo inaonyesha katika Ufunuo sura ya 5, angalia mstari wa 9, kwamba kifo cha Yesu msalabani na sio ushindi wa Yesu katika nyika alipojaribiwa na Ibilisi. Aya ya 9 Ufunuo 5, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila, lugha na jamaa na taifa. Yaani viumbe wote wa mbinguni, thimu ya wimbo wao sio nyikani aliposhinda kwa kusema badili mawe mkate, ila Kalvari, kifo chake alipomwaga damu. Angalia ile aya ya 12, Ufunuo sura ya 5 aya ya 12, wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Yaani viumba mbinguni, nyimbo, thimu yao mwana kondoo aliyechinjwa, yaani kifo cha Yesu Kristo. Sasa ikiwa wao kwenye kokotoaji wanapotafuta miaka ya dhambi tangu imeingia, wanaijenga kwa tendo la Yesu kushinda jaribu la kwanza nyikani, wanasema hilo ndio lililowafungua wanadamu na kuwapatia uhuru. Ukirudi kwenye Biblia si kweli. Maana hata kwenye Mwanzo 3:15 Yesu neno Mungu litamka pale kwamba kuna uzao wa mwanamke utamponda kichwa, crush. Hiyo lugha sio kushinda kula tunda. Hiyo lugha ni kushinda kwa kifo chake msalabani. Nguvu na tabia ya shetani vitawekwa wazi. Kwa hiyo itakuwa ina stambo kwenye biblical theme of salvation. Itakuwa ni unapungua, unajikwaa kwenye kusudi kabisa la mpango wa uzima la ukombozi. Na hicho ndicho kinachotajwa pale. Na bado kwa hiyo ukianzia hapo wanaimba habari za ushindi wa Yesu kwa kifo chake msalabani. Na ndio maana hata Ufunuo 12:11, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Yaani hata sisi tunashinda kwa kifo cha Yesu, sio kwa alivyoshinda jaribu la kugeuza mawe kuwa mkate. Na hiki ndicho kinachoelezwa pale. Hata kwenye Ufunuo 3 mstari wa 21 anasema, mtakaposhinda mtawapa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Na ndio maana Isaya anasema kwenye Isaya 53 mstari wa 4 na wa 5, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sio kwa kukataa kugeuza mawe kuwa mkate. Hapana, kwa kupigwa kwake. Petro ya kwanza 2 aya 22 hadi 23, mmekombolewa kwa damu. Kwa damu. Katika Kolosai 1 aya 20 hadi 22, alifanya amani kwa damu ya msalaba. Kwa damu ya msalaba. Katika kitabu kile cha Wakorinto ya kwanza sura ya 15 aya 16 hadi 18, anasema pasipo ufufuo wake tungalipo bado dhambini. Kristo na aliyefufuka ndipo sisi tunatoka dhambini. Bila kufufuka kwake imani yetu ni bure, tungalimo bado dhambini. Hiyo ni Wakorinto ya kwanza sura ya 15 aya 16 hadi ya 18. Kwa lugha nyingine anaeleza maisha, kifo na ufufuo wa Yesu vinaleta ushindi dhidi ya dhambi,
shetani na mauti. Na ndio maana Yesu alizungumza alichokuja kuzaliwa nacho, akichomleta ni nini? Katika Yohana 7 Injili mstari wa 8 anasema hakukwea Yerusalemu kwa sababu wakati wake ulikuwa hujaja. Mathayo 26 mstari wa 18, Yohana 13 aya ya kwanza. Sasa Yesu anakwea Yerusalemu maana majira ya kufanya Pasaka yamewadia. Sikiliza vizuri. Yohana 7 aya 30 na Yohana 8 aya 20, hakuna aliyemkamata kwa sababu saa yake ilikuwa haijaja. Marko 14 aya 41, sasa anakamatwa kwa sababu saa yake imewadia. Na alafu ukisoma sasa Yohana 12:23, 27, Yohana 13:1, Yohana 16:32, Yohana 17:1, sasa anasema sasa saa imefika mwana wa Adamu atukuzwe. Na unaona, angalia ngoja nisome vizuri hapa uone. Yaani Yesu hajaja eti lengo akutane na ibilisi nyikani, ajaribiwe. Hapana. Angalia vizuri kwenye kitabu kile cha Yohana sura ya 18, Yohana Injili sura ya 18, alafu uangalie ule mstari wa 37. Yohana Injili 18 na ile mstari wa 37. Hapa nasoma na usikie. Basi Pilato akamwambia, wewe mfalme basi? Yesu akajibu, wewe wasema, kwa kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya, na kwa ajili ya haya mimi nalikuja ulimwenguni ili niishuhudie kweli. Kila aliye na hiyo kweli hunisikia sauti yangu. Nimezaliwa kwa ajili ya haya. Yaani hapa Yesu anaeleza kabisa, hiki nilichokuja hapa mbele zako Pilato ndilo kilichonileta. Na unajua hapa amekamatwa, na unaona tu muda sio mrefu anapewa msalaba. Kwa hivyo wanapozungumza habari hizo ya kwamba vinahusiana na jaribu la Yesu kule, moja kwa moja inakuwa ni shida. Na hicho ndicho Yesu alielezea, mtukuze mwanao ili mwanao akutukuze. Na hiyo ndio anaeleza kifo cha Yesu ilikuwa ni utukufu kwa mbingu. His glory was the cross. Utukufu wake ilikuwa ni msalaba. Hii ndio inatueleza umuhimu wa jambo hilo. Sasa ukiangalia hawa watu wa Mungu wanachokifanya, wanasema kwa kuwa Yesu alishinda lile jaribu. Alishinda lile jaribu. La nini? La kula chakula. Kumbuka wanafanya ukokotoaji ili wapate ni miaka mingapi inayofanyika pale. Wanasema hii inafanyikaje? Inafanyika hivi. Wanakuja wanaikokotoa, wanasema kwa kuwa Yesu amefanya hivyo, basi wanaipunguza ile miaka. Angalia vizuri sasa hapa uone wanapoishia wao kuelezea ulimwengu huu kile ambacho wanaamini ni chenyewe, wakati si kweli. Si kweli kabisa. Na mimi ninatamani wewe uweze kufahamu ukweli huu, na Mwokozi wetu ni mwaminifu kutusaidia sisi sote kufahamu ukweli huu. Kwikwi za Armageddon zinaeleza ukweli huu, kwamba kila mmoja aweze kuelewa kwamba Mungu ana nia ya dhati kabisa ya kutushindia na sio vinginevyo katika maisha haya. Kwa hiyo wanapoeleza yale calculation yao, wanaeleza sasa, si wamesema lazima iwe nini? Kwamba lazima shetani wanatafuta ile miaka 6,000. Na tumeona kule miaka walioipata ambao wameikokotoa wakapata ile miaka 6,000. Kama mnakumbuka, walipokokotoa walipata ile miaka 6,033. Sasa wanang'ang'ana waifugurukie wapate zibaki kuwa 6,000. Kumbuka 2024 baada ya kukokotoa wamefika 6,030 na ngapi? Na 33. Sasa wanaipataje hiyo kwenye kokotoaji hapo? Sasa ndipo wanaelezea kwamba katika miaka hiyo ya utendaji ndipo wanachukua sasa ile miaka 2,000 ambao wanaitumia hapa katika ufanyaji wao wa majumuisho. Na hapa nataka usikize vizuri wanachokifanya wao wenyewe na kuona kwamba hapa watakuwa wanafanya kitu wanachokiona kwamba ni cha kweli. Wanachukua ile miaka ambayo Yesu amekutana nayo pale Kalvari, pale nyikani. Maana ndio wanachukulia kwamba alijaribiwa ule mwaka wa 30. Sasa ile mwaka wa 30 ndio amejaribiwa. Ndio. Kwa hiyo wanajua Yesu amefanya kazi, amejaribiwa mwaka wa 30. Kwa hiyo wanachukua
hiyo miaka ya 30 wanaitoa kwa 6,033. Halafu ndipo baadaye waje watoe hiyo miaka, wakija kuongeza wanakuta wanaingia kwenye hiyo miaka 6,031. Hapo ndipo wanatoka na jibu, Yesu anakuja 2031. Kwa hiyo mahesabu ya Biblia yao inawapeleka 2031, ambapo ndipo wanakuja kutoa ukweli huo, wanauona ni ukweli katika maisha yao. Jambo hili ni jambo ambalo ni la ajabu na linatisha kweli kweli. Inakuwaje utendaji wao huo wajikute wanaweka miaka hiyo na kusema ya kwamba Yesu anakuja? Mimi nieleze jambo hili la pekee kwako katika ukotoaji wao wanaofanya, ambao unawapeleka kwenye miaka hiyo na kuona kwamba Yesu anakuja 2031. Kwa hiyo kwa mujibu wa Luka 3:23, naye Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha alikuwa amepata umri wake kama miaka 30, akidhaniwa kuwa ni mwana wa Yusufu wa Eli na kuendelea. Kwa hiyo Yesu alikuwa na miaka 30 alipobatizwa. Na anaanza kufundisha. Kwa maana hiyo, na wakati anabatizwa alikuwa ni mwaka wa 27 baada ya Kristo, akiwa na miaka 30. Kwa hiyo ni kusema ya kwamba Yesu alibatizwa akiwa na miaka 30. Na wakati Yesu anazaliwa kwa ni miaka 4,005 toka Adamu hadi uumbaji, basi unajumlisha miaka 30. Yesu anabatizwa ndipo unapata miaka 4,035, na hivyo kutoka Adamu uumbaji mpaka ubatizo wa Yesu inakufikisha miaka 4,035. Sasa ikiwa Adamu au uumbaji mpaka ubatizo wa Yesu ilikuwa ni miaka 4,035, ambayo basi tunaweza kufahamu toka Adamu ama uumbaji mpaka anguko ilipita miaka mingapi. Sasa ndipo kokotoaji unafanyika na inachukuliwa kwamba kuwa ndio ilikuwa anguko la Adamu na Yesu akashinda katika jaribu la ulaji, basi ndipo wanachukua kwenye kokotoaji huo. Kinachofanyika ni nini? Wanachukua ile miaka 4,035, alafu natoa miaka 4,005 unapata miaka 30, ambayo ndio hasa ametaja kwenye Luka. Sasa ukishapata hiyo miaka 30, ndipo unakuja Adamu wa pili ambaye ni Yesu Kristo. Yeye alifanyika mwili na hakutenda dhambi hata anatimiza miaka 30. Utofauti ni huu. Unaeleza hivyo kwamba Adamu wa kwanza alipotimiza miaka 30 ya kuishi tangu alipoumbwa, alianguka dhambini kwa kushindwa na mjaribu. Kwa hiyo wanaona Adamu alishindwa akaanguka baada ya kuwa ameumbwa ndani ya miaka 30 ya kuishi kwake. Lakini Adamu wa pili, yeye miaka 30 tangu alipofanyika mwili hakuanguka dhambini. Ndicho wanachokizungumza pale. Na hivyo badala yake anaanza kufundisha na anashinda yule mwovu shetani. Sasa ndipo ikija hapo sasa wanagundua kwamba ni tofauti ya miaka 30. Kwa hiyo wanachofanya nini? Wanachukua hiyo miaka 435, alafu wanatoa miaka 30, na ndipo wanapata anguko la mwanadamu. Kwa hivyo anguko la mwanadamu mpaka ubatizo wa Yesu ndio mwaka ambao Adamu wa pili alisimama nafasi ya Adamu wa kwanza. Ilikuwa imetimia miaka 4,105. Kwa hiyo kutokana na hilo ndipo wanasema tumefahamu sasa kuanzia 2000 tangu anguko mpaka 2024. Kwa hiyo anachukua hiyo miaka ya kuanguka kwake ambayo 4,005 jumlisha 2000 inakuletea 2005. Na kwa kuwa Yesu alibatizwa mwaka wa 27, hivyo wanachukua miaka 2000 wanajumlisha na 27 inakuja 2027. Na hivyo wanakukotoa sasa kwamba miaka 6,000 toka anguko la mwanadamu kupitia kwa ubatizo wa Yesu lilifikia mwaka 2027 linakoma. Ikiwa jumla ya miaka 6,500 na 6,005. Sasa wakishafika hapo wanakuja tena kwenye kokotoaji. Upi huo? Wanasema wanachukua ile mwaka 2027 na wanatoa miaka 2024 ili waone imebaki mingapi. Kwa hiyo wakishachukua hiyo wamepata ile miaka mitatu. Hiyo miaka mitatu hiyo ndio wanachukua 2005, alafu wanatoa ile miaka mitatu napata 6,005 wanatoa miaka mitatu wanapata 6,002. Kwa hiyo wanasemaje sasa?
Tangu anguko la mwanadamu mpaka sasa 2024 inatimia miaka 6,002. Sasa wanawezaje kuwa wamekaribia nyumbani kiasi hicho? Kwa sababu ni miaka hizo. Ndio changamoto ambayo iko hapa. Kwa hiyo ndio maana unaona wanasema anaweza aje hata kabla ya 2031. Huu ukokotoaji wa namna hii ni shida kubwa sana. Hapa ndipo changamoto ipo. Leo nimeshughulika tu na ukokotoaji ulivyo na tenge, kwa sababu ukokotoaji wa tangu tayari imeanguka mpaka leo 2024 umejengwa kwenye jaribu la Yesu akiwa na miaka 30 nyikani, ili wajue miaka ambayo Adamu alikaa kabla hajaanguka dhambini, wakasema ni miaka 30. Wakilinganisha na nini? Hata Yesu naye mpaka anaenda kufanya kazi na asimame mahali pa Adamu alikuwa na miaka 30. Sasa hii rafiki ni swala la ajabu kabisa ambalo linasikitisha mno. Yaani mmoja huwezi ukachukua alichokuja Yesu kukomboa eti ni kushinda jaribu la chakula. Biblia haimbi nyikani, inaimba Getsemani, inaimba Golgotha, inaimba Kalvari, inazungumzia msalaba. Kondoo maana yake ni kafara. Haiunzi juu ya msosi kubadili mawe kuwa mkate. Hilo ni tenge kubwa mno na linakwaa kwenye mpango mzima wa ukombozi. La pili, ikiwa kama walipaswa wazungumzie mwanadamu aliokolewa hasa vipi, alikokolewa mwaka huo ambao tunaangalia, kwa sababu mwaka wa 27 ndio anabatizwa na anaenda nyikani akiwa na miaka 30. Kama wangependa kueleza, basi wangeelezea Yesu anakufa mwaka wa 31 AD, ambao mwaka 31 AD tayari kuna miaka 3.5 katika mahesabu yao ukokotoaji. Kwa hiyo ukichukua ukokotoaji ukaweka ile miaka 2 wakati wa Nuhu walioiongeza kwa makosa ya ukokotoaji, ukaweka ile miaka 3 wakati wa Jehoamu yule mtoto wa Yehoshafati, inakuwa miaka 5. Uje kwenye kipindi hiki kwamba eti dunia imeingia dhambini baada ya Adamu akiwa ameishi miaka 30, kwa kuequate na umri wa Yesu kukabiliana na shetani jangwani. Hiyo ndio wanayofikia pale. Hii ndio connection inaowafanya kwenye mahesabu ya kutoa mpaka wafikie mwaka 2031 ama miaka michache kabla ya hapo Yesu anakuja. Hakuna connection yoyote ya Yesu kwenda nyikani na umri wa Adamu kabla hajaanguka dhambini. Haipo connection yoyote. La pili, Yesu hakuja na kuwaweka watu kuwa huru mbali na dhambi kwa kushinda jaribu la kubadili mawe kuwa chakula. Badala yake, hii ilikuwa ni action endelevu. Kila siku alimshinda mwovu kwa majaribu. Usisahau majaribu aliyokuwa anakabiliana nayo tangu hapo Yesu alikabiliana nayo mpaka hata pale Getsemani Yesu alishinda mpaka Kalvari. Ila kwa nini Kalvari? Kalvari ni ultimate Christ conquering, ambayo moja imepay the debt, imelipa deni. Mshahara wa dhambi ni mauti na mwanadamu alitakiwa afe, na ni kifo cha Yesu kilichomtoa hapo. La pili ni Kalvari peke yake, mahali ambako tabia ya Mungu ilifunuliwa. Mungu ni pendo, Mungu ni mwenye rehema, Mungu ni mwenye neema, Mungu ni kweli, Mungu ni hivi na hivi na hivi. Kalvari ndio imefunua. Mpaka Yesu anasema saa imekuja mtukuze mwanao. Kalvari ndio utukufu wa Mungu ulikowekwa wazi, tabia ya Mungu ilikofunuliwa. Tatu, Kalvari ndio mahali ambako tabia ya adui shetani iliwekwa wazi, sio tu kwenye ulimwengu huu na ulimwengu mwingine ulio na wakazi ambao tujui ni wanadamu au tuwaiteje, lakini mpaka malaika waliona kwa wazi tabia ya shetani kwa ndani ilivyo kabisa. It was on Kalvari. Ndio fahari ya kila aliyekombolewa, ndio wimbo na ndio elimu, ndio fundisho, ndio ubili. Kwa hiyo kuelezea pale kwamba ndipo Yesu alivaa uhusika wa Adamu pale nyikani ni kutengua fundisho kubwa la maandiko matakatifu. Na hiyo yote wanaifanya ili kulazimisha milenia ya miaka 1000 ya Ufunuo sura 20 ionekane kwamba
tunaenda mbinguni kuanzia 2031. Vipindi vinavyofuata tutakuja kuangalia, kwa sababu hatuna unabii kama huo, hatuna kitu kama hicho. Hizo ni washawasha tu za kwikwi za Harmagedoni. Ukweli ni huu, tunaishi siku ambazo zinaashiria Yesu yuko karibu na yuko mlangoni. Wewe na mimi tujiandae, anakuja haraka sana. Huo ni ukweli. Wewe na mimi, huo ndio ukweli. Nyanyueni vichwa vyenu, ukombozi wenu unakaribia. Myaonapo hayo, kesheni, yu mlangoni. Hiyo hatuna shida kabisa popote na hao wanaokokotoaji huu. Shida ipo tu wanaposeti mwaka eti ndio mwisho na Yesu anakuja kwa mahesabu ya namna hii ya kugundisha aya za Biblia na kuzilazimisha, usomaji usiokubaliana kabisa kwenye maandiko matakatifu. Halafu Ibilisi anataka tukubaliane na ukokotoaji huu. Hapana. Kujiandaa kwa kuja kwa Yesu mara ya pili, Yesu ametupatia vibao. Na tunasoma kwenye Mathayo 24, tunasoma kwenye Luka 21, na ameeleza hivyo vyote, jueni yu karibu. Na ukweli ni kwamba tunaishi wakati wa Yesu anakuja, yuko mlangoni. Tunaposhindana kwa sababu ni uchafuzi wa maandiko matakatifu kwamba 6000 inaisha 2031, hapo ndipo adui anapotaka kuyeyusha. Na ninawaeleza kwa nini time setting hiyo. Usikose vipindi vinavyofuata. Shetani yuko nyuma ya hilo, na hatutakaa kimya. Tutaiweka Biblia inavyotaka, wewe na mimi na kila anayesikia, kwamba tujiandae. Yesu wetu anakuja haraka na tunaishi kipindi chenyewe, lakini tutaendelea kueleza Biblia inapinga mahesabu ya 2031. Mahesabu ya 2025 Jumapili na tangazo. Mahesabu 2027 alama ya mnyama, sijui na kitu gani, sijui vua ya masika, Roho Mtakatifu anaondoka, mlango wa rehema unafungwa. Hizo kwikwi zote za Harmagedoni Biblia itazipangua moja baada ya nyingine. Uwe na amani, shinda dhambi kwa neema yake. Jiondoe kwenye dhambi, ungamanisha maisha yako na Mwokozi. Hii ndio maandalio. Amani ya Bwana iwe nayo. Shalom. Mungu atubariki. Usikose kwikwi za Harmagedoni sehemu ya 7. Itaenda kuvua na kuanika uovu wa shetani wazi kabisa katika ajenda hii na kikokotoo hiki. Mungu atubariki. Chuki ya Yesu na chuki ya watu wa Yesu siku zote imekuwa dhidi ya shetani, adui wetu. Na wewe pamoja na mimi, Mungu anatutafuta turudi kwenye neno, uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Baba yetu wa mbinguni, tubariki tena na tena kwa neno hili, na ikiwa kuna aliyechukia yeyote, na awe shetani na shetani peke yake. Asante kutupenda, asante kutuokoa, kwa jina la Yesu, amina.